Isabela sehemu ya 20. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo wakati nilikuwa nahangaika kutaka kujifunga mkanda, mzee Matembeko akanibana na kitambaa, nikashindwa hata kutoa kelele. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 20. Nilihangaika sana kujiokoa, lakini nikashindwa kabisa. Nilihisi kuishiwa nguvu, hata kunyanyua mkono wangu sikuweza. Nilipoteza fahamu kabisa. Kitambaa alichokuwa amekitumia kunibana kilikuwa na dawa za usingizi. Sikujua kabisa kilichokuwa kimeendelea baada ya pale. Mida ya saa 4 asubuhi nilishtuka kutoka kwenye usingizi mzito sana. Nilihisi maumivu makali sana kwenye sehemu zangu za siri, lakini pia nilikuwa nahisi kuchoka mwili mzima. Niliogopa sana mara baada ya kufumbua macho yangu. Nilikuwa katika chumba kizuri sana. Hakukuwa na mtu yoyote zaidi yangu ndani ya chumba kile. Kuangalia pale kitandani, damu ilikuwa imetapakaa karibu kitanda chote. Niliumia sana mara baada ya kupoteza usichana wangu kwa mtu nisiyemtarajia, na tena kiumri ni sawa na baba yangu mzazi. Nilikuwa nimeumia. Nilimchukia sana yule mzee Matembeko, lakini nikazidi kumchukia Elise zaidi. Nilikuwa naamini yeye ndio chanzo cha matatizo yale yote. Sikuwa na hamu ya kuishi kabisa katika dunia hii baada ya kitendo kile cha kinyama nilichokuwa nimefanyiwa na mzee Matembeko. Hamu na roho ya kujiua ilitawala ndani ya moyo wangu, kwa sababu kila siku katika maisha yangu ilikuwa ni afadhali ya jana. Nilijitahidi sana kusimama kutoka pale kitandani. Maumivu yalikuwa ni makali sana, lakini nikajitahidi vile vile. Nilichungulia nje kupitia dirishani, nikamwona mzee Matembeko akiondoa gari yake kuelekea kwenye shughuli zake. Nilitamani kummaliza, kwa sababu kwangu alikuwa ni adui mkubwa sana katika maisha yangu. Nikiwa naelekea bafuni kwa ajili ya kuoga, nilikutana na kipande cha karatasi kilichokuwa na ujumbe. Nikakichukua kile kipande na kisha kusoma. Samahani sana Isabela kwa kitendo nilichokufanyia. Najua nimekuharibia ndoto na malengo yako, lakini ni tamaa za mwili tu ndio zilizonipelekea kufanya kitendo hicho. Kabatini nimekuachia kiasi kidogo cha pesa. Naenda kazini. Tutaonana jioni. Uwe na siku njema. Machozi yalinitoka sana. Ni kweli alikuwa ameniharibia maisha yangu. Nilikuwa sihitaji kupoteza bikira yangu kwa mtu kama yule, tena kwa nguvu bila ridhaa yangu. Nilikuwa nimeumia sana. Nikiwa nimesimama nikashtuliwa na mlango. Kuna mtu alikuwa anagonga. Kwa haraka nilifuta machozi yangu ili kwenda kumsikiliza. Nilikuwa nahisi atakuwa ni mhudumu, kwa sababu mawazo yangu yote pale palikuwa ni hotelini. Baada ya kufungua mlango, nilikutana na msichana. Kiumri nilikuwa nalingana naye tu. Alikuwa ameniletea chai kwa ajili ya kufungua kinywa. Kilichonishangaza zaidi, alikuwa amevaa nguo za kawaida, na hapo ndipo nilipata na wasiwasi pale si hotelini. Ikabidi kumuuliza, samahani dada, naomba kuuliza. Bila samahani mama, nakusikiliza, alijibu kwa utii sana, na tena alikuwa ameniita mama kana kwamba mimi nilikuwa ni mke wa mzee Matembeko. Eti hapa ni wapi? Hapa ni Tegeta Machakani, nyumbani kwa mzee Matembeko. Ina maana wewe hadi unakubali kulala na mwanaume hata ujui sehemu mnayoenda? Makubwa haya. Alizungumza huku akiwa anageuka na kuanza kuondoka. Nilibaki nikiwa na maswali mengi sana kichwani mwangu ambayo sikuweza kabisa kujipatia majibu. Nilikuwa najiuliza tu. Lakini kubwa zaidi lilokuwa linanitesa, inakuwaje mzee Matembeko anipeleke nyumbani kwake? Ina maana yeye hakuwa na familia. Nikapata wazo la kwenda kumuuliza yule dada aliyokuwa ameniletea chai, lakini moyo wangu ulisita kabisa na kuhofia anaweza kunidanganya. Sikuwa na hamu tena ya kufanya chochote kwa muda ule. Nilitembea kukujikaza hadi kabatini kuangalia pesa aliyokuwa ameniachia ilikuwa ni shilingi ngapi. Ilikuwa ni pesa nyingi mno, bunda za noti za 10,000 zaidi ya 30. Nilifungua draw ya chini pia. Nilikutana na pesa nyingine nyingi sana. Zilikuwa zimechanganyikana na fedha za kigeni za mataifa mbalimbali. Kwa haraka niliweza kugundua kwamba zilikuwa ni dola.
Nilifungua draw nyingine pia. Kulikuwa na pesa nyingi vile vile. Kwa hasira nikakusanya zote na nikaziweka kwenye begi la mgongoni nilokuwa nimelikuta ndani ya kabati. Na baada ya kukusanya zile pesa zote nikaelekea kuoga. Sikutumia dakika nyingi kwa sababu nilikuwa sihitaji Mzee Matembeko anikute tena kwake. Sikuwa na wazo tofauti na kuondoka katika himaya ya Mzee Matembeko. Pamoja na maumivu niliyokuwa nayo, nikajikaza na kuanza safari ya kushuka hadi jumba lile la kifahari. Nilitembea taratibu kuelekea getini huku nikiwa nimejifunga kanga na kuzungumza na simu nikijifanya nampa mtu maelekezo tukutane pale nje ya nyumba. Nilifanya vile kwa lengo la kucheza na akili ya walinzi pale getini. Walikuwa wamepewa maagizo kuhusu mimi kwamba nisitoke ndani ya nyumba ile. Nilifanikiwa kwa namna vile ambavyo nilikuwa nimevaa na kwa maelezo niliyokuwa nayatoa kwenye simu. Walinifungulia geti wakiamini kwamba nilikuwa siendi popote. Ni kama upepo. Nilipanda pikipiki iliyopita mbele yangu na kumtaka nipeleke kituo cha Tegeta Nyuki mara moja. Namshukuru sana dereva, alikuwa nimeelewa na alikuwa anamfahamu sana Mzee Matembeko na tabia yake chafu ya kubaka au kulazimisha kufanya mapenzi na wasichana wadogo. Dada, kuna usalama kweli huko? Maana hiyo nyumba Acha tu kaka yangu. Naomba niwaishi wasije kunifuata hao washenzi. Usijali dada yangu. Ngoja nikupitishe huko, maana tukipita nje itakuwa rahisi sana kukukamata. Asante sana kaka. Utakuwa umenisaidia sana. Maana huyo mzee haendani kabisa na matendo yake. Huyo ndo papa mzee wa Totozi. Mtaa mzima wanamfahamu kwa sifa hiyo. Na kama wewe umefanikiwa kumtoroka basi katoe sadaka. Mimi dada yangu ameshawahi kufanya kazi hapo. Aliambiria kubakwa tu. Maneno ya yule bodaboda yalikuwa na ukweli kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu hata mimi kilikuwa kimenikuta na sikutaka kabisa kumwambia ukweli. Aliendelea kuzungumza. Anatumia pesa zake vibaya sana. Mke wake alimkimbia kukwepa aibu, maana ilifika hatua hadi anamletea wanawake ndani na yeye anakwepo, na tena wasichana wadogo kama wewe. Kama amekufanyia kitu kibaya ni heri tu kupima afya yako. Mimi sina imani naye kabisa yule mzee. Hapa mapigo ya moyo yalienda kasi zaidi. Nilikuwa nahisi kuishiwa nguvu kabisa, kwa sababu sikujua kabisa kama alikuwa ametumia kinga au la. Swala la kupima lilikuwa ni gumu sana kwangu. Kiukweli nilikuwa naogopa sana kupima. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.